Bila shaka haujambo mwana SNS, popote pale ulipo. Ni Jumatatu nyingine tena tunapokutana kwenye GPS, kipindi ambacho kinaangaza matukio yanayotokea duniani. Na kama kawaida nipo na wenzangu hapa DJ Sma pamoja na Ali Masubi, tuangalie kile ambacho kimetokea kipindi hiki. Lakini nikukumbushe kwamba application ya SNS Premium bado ipo, ikiwa na vitu vingi sana vizuri kwa ajili yako. Mambo ya historia tofauti, makala ambazo zina historia za dini na story kama hizo ambazo zimeandikwa zamani, lakini tunakuletea katika mfumo mzuri sana, ambazo hizi unazisikiliza bure. Lakini makala nyingine nyingi tu tofauti pamoja na riwaya kwa mfumo wa sauti zinazovutia sana. Lakini pia podcast tofauti kama vile The Feed ambayo inakuijia kila siku za Jumatano. Sasa tuende kule Urusi, ambapo Urusi ilifanya shambulizi kubwa la drone, makombora na mabomu mapema Jumamosi ya Juni 7 mwaka 2025 na kuua takriban watu 7 na kujeruhi mamia, huku Moscow ikiongeza mashambulizi yake kufuatia shambulizi la ujasiri ambalo wanasema la Ukraine kwenye vituo vya anga vya Urusi wiki iliyopita. Mji wa Kharkiv ambao ni wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine, Jumamosi hiyo ulijikuta kwenye shambulizi kubwa zaidi tangu mwanzo wa vita kamili, kulingana na Meya Igor Terekov, ambapo watu 3 waliuawa na 17 kujeruhiwa, ikiwa ni pamoja na watoto 2, huku mashambulizi yakilenga nyumba na majengo ya nyumba za kupanga. Kharkiv ambalo lilikuwa na wakazi milioni 1.4 kabla ya vita, liko umbali wa kilomita 30 kutoka mpaka wa Urusi. Katika mji wa Kherson kusini mwa Ukraine, kombora la Urusi lililipua jengo la ghorofa na kuua familia moja na kuharibu majengo 2 mengine. Kuua moja katika familia. So kwa mujibu wa governor wa eneo hilo Alexandra Pro, na hii ni kwa mujibu wa meya huyo ambaye kwa mujibu wa governor wa eneo hilo ambaye anaitwa Alexandra Prokudin. Mashambulizi hayo yalilenga pia maeneo ya Dnipro, Odessa na Ternopil katika mji wa Lutsk magharibi mwa Ukraine, karibu na mpaka wa Poland. Waokoaji walikabiliana na maafa. Kulikuwa kuna maafa ya mtu mwingine aliyekufa kutokana na shambulizi la awali, mwanamke mwenye umri wa miaka 20. Mashambulizi haya ya anga yanakuja siku chache baada ya Ukraine kufanya shambulizi la ndani ya Urusi, ambapo walishambulia ndege za kivita za Urusi zinazoweza kubeba silaha za nyuklia katika vituo vya anga vya Urusi. Shambulizi hilo lilisababisha Rais Vladimir Putin kutoa ahadi ya kulipiza kisasi, akisema vita hivi ni muhimu kwa maslahi ya taifa la Urusi, usalama na mustakabali. Urusi sasa inadhibiti takriban theluthi moja ya eneo la Ukraine, na vita vimepelekea maelfu ya vifo, uharibifu na miji na vijiji, na mamilioni ya watu kukimbia makwao. Licha ya juhudi kadhaa za mazungumzo ya amani, mgogoro bado haujaisha, na matumaini ya kusitisha mapigano yanazidi kupungua, kwa kuwa serikali ya Putin inakataa wito wa mapatano wa kusitisha vita mara moja. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwa akisisitiza kusitisha vita kwa masharti yoyote, lakini Urusi inaendelea kukataa, ikidai kwamba Ukraine iondoke katika maeneo 4 inayodai, na kuzuia msaada wa kijeshi kutoka magharibi na marufuku kwa Ukraine kujiunga na NATO. Zelensky alikataa madai haya, akisema ni vitisho vya kizamani, na kutaka kufanyika mkutano kati yake Putin na Rais Donald Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha ameomba washirika wa Ukraine kuongeza shinikizo kwa Moscow ili kumaliza mauaji na uharibifu. Serikali ya Ukraine inasisitiza kusitisha vita kwa siku 30 pasipo masharti yoyote, lakini Urusi imekataa pendekezo hili. Katika simu na Rais Trump, Putin aliahidi kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya drone ya Ukraine na kutoa masharti kuondolewa kwa wanajeshi wa Ukraine kutoka maeneo 4 ambayo Urusi inadai, kuacha msaada wa kijeshi kutoka magharibi, na marufuku kwa Ukraine kujiunga na NATO. Hatua moja kubwa kutoka mazungumzo ya Istanbul ni mpango kubadilishana wafungwa ambao utahusisha kuachiliwa kwa wanajeshi waliojeruhiwa na wale walio chini ya miaka 25, ikiwa ni ishara ya matumaini katikati ya vita vinavyoendelea. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilitangaza kuwa vikosi vyake pia vilidondosha drone 36 za Ukraine kwenye ardhi yake Jumamosi. Mashambulizi haya ya Urusi yanaendelea kufuatia
kushindwa kwa mazungumzo ya kumaliza vita hivyo. Sasa tuliona shambulizi hili la kwanza ambalo lilipelekea haya mashambulizi back to back yani ambalo limeitwa Operation Spiderweb. Okay, ni zile kamba zile za buibui, sio? Nataka tuanzie hapo bwana Masubi kwa ufupi sana, maana tushaeleza pia kwenye makala hapa. Ilikuwa ni operation gani na ilifanyika vipi, kwa sababu ilikuwa na madhara makubwa sana kwa Urusi? Kabisa, ni Operation Spiderweb. Imekuwa ni moja ya operation yenye madhara makubwa kabisa, na ni moja ya operation bora kuwahi kufanywa za kijeshi. Inaingia hivyo katika historia, na tunasema ni covert operations. Na hii operation ilifanyika usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili. Imefanyika Jumapili ile ambayo ya wiki ile iliyomalizika. Wakati GPS inapanda itakopo ni Jumapili moja imepita. Kwa hiyo sasa ni operation ambayo kusema kweli watu wengi wamejiuliza kwamba imefanyikaje, na imeitwa Spiderweb kwa sababu namna ilivyokuwa coordinated, imehusisha vitu vingi sana. Na kama ambavyo kwenye makala ile nimesema kwamba Urusi ambacho kimemkuta ni kufeli kukubwa sana. Kufeli katika mifumo yake ya ulinzi, kwamba Urusi alijiamini, kwa sababu nchi kama Urusi ni nchi ambayo tunasema ina strategic deterrence. Strategic deterrence unamaanisha ni ina hofu ile ya kimkakati. Yani hamna taifa duniani linaweza likaishambulia Urusi, kwa sababu linajua likifanya hivyo hata kama litamuumiza Urusi, lakini Mrusi naye ataweza kuliumiza hilo taifa, awe ni Marekani, awe ni Mwingereza, awe ni Mfaransa, awe ni mtu yoyote, hawezi akaishambulia Urusi moja kwa moja. Kwa Urusi alikopo anajiamini sana, na kwa kujiamini hivyo akawa zile ndege zake ambazo ni bomba za kimkakati. Hizo ni silaha za muhimu sana kwa Urusi. Muhimu sana kwa sababu zinatengeneza ile tunaitwa nuclear trident, ama unasema utatu mtakatifu, mimi wanapenda kuita, au utatu wa maangamizi wa silaha za kinyuklia, na ambao utatu huo unatengenezwa na hizo bombas, utatu huo unatengenezwa na submarines, utatu huo unatengenezwa na makombora ya masafa marefu au hata masafa mafupi, lakini makombora ambayo yanaweza yakabeba vichwa vita vya nyuklia. Kwa hiyo utatu huo unamaanisha ni namna gani maangamizi ya nyuklia yanaweza yakafikishwa kwa adui. Kwa hiyo Urusi ni moja ya mataifa manne ambayo yamethibitishwa kuwa na uwezo huo, ambapo yuko Urusi, yuko Marekani, lakini pia yuko China. Huyo wa nne kuna hatihati. Unajua Wahindi ni Wahindi, wanapenda sana kujimwambafai, lakini Wahindi nao wao wamethibitishwa wanavodai wao kwamba wana hiyo nuclear trident, yani wana huo uwezo wa kuweza kushambulia kwa angani kwa bombas, lakini pia kushambulia kwa kutumia submarines, lakini pia kushambulia kwa kutumia hizo ambazo tunasema ni ballistic missile ama makombora intercontinental ambayo yanaweza yakatoka bara hadi bara. Sasa Urusi hizi ndege zake wakati vita vinaendelea aliamua kuzitoa mbali, hasa kile kipindi Ukraine ambapo walipewa zile HIMARS, lakini pia alivyokuwa amepewa ATACMS, yale makombora ambayo yana range kubwa, na ikasemwa kwamba hizi ndege zingelengwa. Nakumbuka hizi ndio ndege ambazo katika hivi vita zimekuwa zinalengwa tangu mwanzo. Tumekuwa tunasema hapa, ndugu yangu Simama alikuwa anasema kwamba hivi vita tunavyoviona vinaendelea Ukraine pale ni jina tu, lakini c'est proxy war, ni vita vya tunasema vile vita vya mamluki, kwamba Ukraine yuko tu pale anapigana, lakini ni vita ambavyo wengine ndio wana maslahi navyo, na waliona kwamba kupitia hivi vita basi Urusi, hiyo ndio ikopo nafasi ya kuipoteza Urusi once and for all. Kwa hiyo sasa kwa kipindi hiki chote ambacho vita hivi vilikuwa vinaendelea, moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinalengwa kwa kiasi kikubwa ni hizi bombas. Kuna kipindi marubani wa ndege hizi inasemekana walishawishiwa waweze kuirusha hii ndege na kuitua Ukraine, kwa sababu ifahamike kwamba hizi ndege, kwa mfano Tu-160M ni moja ya ndege bora kuwahi kutengenezwa bombas,
hata Marekani pamoja na kuwa na B52 Stratofortress na ndege zake nyingine zote, lakini hii bomba ni one of the best, na ndio bomba peke yake inaweza ikatembea zaidi ya kilomita 14,000 pasina kujaza mafuta, ikatoka bara mpaka bara jingine. Yani ina unlimited range, ina uwezo wa kwenda Marekani, ina uwezo wa kurudi Urusi bila kuongezewa mafuta. Kwa hiyo unaweza ukaona ni teknolojia kubwa kiasi gani, ikiwa inasukumwa na engine 4, jet engines 4. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kitu kikubwa kiasi gani, na hata ile architecture yake Marekani walikuwa wanapambana sana waipate. Unajua watu wasichokijua, haya mataifa Urusi na Marekani ndio tunasema mothers and tunasema ndio mamama wa teknolojia za kijeshi nyingi sana. Aidha kama si Urusi basi atakuwa ni Marekani. Kwa hiyo sasa wao kama wao wamekuwa na historia ya kuibiana makombora. Unaweza teknolojia hizo, unaweza kukuta huyu alianza na teknolojia hii, baadaye huyu akaiba. Au Marekani kuna teknolojia fulani aliiba kwa Urusi. Kwa mfano kuna siku unaongea na Smart, unakumbuka kuhusu ile VTOL, vertical take off and landing, teknolojia ile ambayo tunaziona ndege za Marekani wanazo zile tunasema F-35C nadhani katika zile models zao. Kuna moja yenyewe inafanya hiyo VTOL, yani ina uwezo wa kutua pale, ina uwezo wa kutua vertically, yani kwa mshazali kama helicopter, yes, inavyofanya na ikapaa. Kwa hiyo ile ni teknolojia ambayo kumbe ilianzia kwa Warusi. Kampuni yako ndo kwa. Yes, Yak, lakini wenyewe Lockheed Martin waliwasiliana na Yak waomba ile teknolojia. Yes. Sasa unaweza ukaona kumbe ile teknolojia kwamba Marekani kuwa nayo au Lockheed Martin kuwa nayo ilitokana na Warusi, na kweli ukiangalia tangu miaka ya 70 ndio ndio hiyo project walikuwa nao na ilikamilika, lakini inasemekana tu Warusi wakaamua kuwa wameachana nayo. Kwa hiyo unaweza ukaona mataifa haya linapokuja swala la hizo teknolojia critical technologies yamekopo yana kawaida ya kuibiana. Kwa hiyo TU-160 ilikuwa inaonekana kwamba it worth it. Yani Marekani hata kama anaifund vita na support Ukraine, NATO ina support Ukraine, lakini tunajua ni Marekani kwa mamvuli wa NATO. Kwa hiyo kama anaweza akapata teknolojia kama TU-160, hiyo ni hatua kubwa sana na wanakopo, yani ni kama it worth it juhudi zao ambazo wamekopa wanazifanya kuisupport Ukraine, kwamba bwana Urusi tunaweza tukawa tumeshindwa kumpiga, lakini tumeondoka na teknolojia yake. Warusi wakawa wamegundua ile plot ya kuwalua wale mapilots na waliahidiwa fedha nyingi na ikawa imezuiliwa. Lakini pia ikaja sasa, kama hatuwezi kuzichukua basi tuziangamize. Zikawa zinatakiwa zipigwe. Kwa hiyo walichokifanya Warusi wakawa wamezitoa kwenye zile range ya hizo silaha. Ndio maana ukiangalia katika hivi viwanja ambavyo vimeweza kushambuliwa zaidi ya kiwanja kimoja, ukiangalia Murmansk na viwanja vingine, unaweza ukaona kwa nini imeitwa Operation Spiderweb. Ni viwanja vingi vimehusika, lakini viwanja vyote ukiangalia vinaanzia kilomita 500 kwenda juu. Ukikaa ukaangalia, yani vimevuka, kwamba hata zile silaha alizonazo sasa hivi Ukraine haziwezi zikafikia vile viwanja. Kwa hiyo Urusi yeye akawa ameona kwamba mimi hapa nimemaliza. Na ikumbukwe yeye alikuwa anatumia sana ile TU-95. Hiyo ndio ambayo alikuwa anaitumia sana, ambayo range yake ni intermediate tu, ambayo inaweza inakuwa kama kilomita 3,000 hivi. Ni nyingi sana, Kwa hiyo ndio ambayo amekopa anaitumia sana kwa mashambulizi yake mengi. Na hata haya mashambulizi yaliyofanyika ya majibu, hizo pia ndo zinasema kwamba zilitumika. Lakini ifahamike kwamba mbali na hivyo pia Mrusi ana Su-35 ambayo nayo ina sifa kama za ubomba. Yani ni fighter jet ambayo ina uwezo pia wa kubeba silaha nzito, kwa sababu bomba ni ndege kama nilivyosema ambayo ina uwezo wa kubeba silaha nzito ikiwemo mabomu ya nyuklia, kuyatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika umbali mrefu kabisa. Kwa hiyo sasa baada ya kuwa hizi ndege zimekopo zinatafutwa, Urusi kazihamisha, yeye akawa amejiamini kwamba huku nilikoweka Ukraine hawezi akafika, hana makombora ya kufika huku. Lakini mbali na hivyo pia ameweka Murmansk. Murmansk ni karibu, kwa mfano nyingine zikopo Murmansk. Kambi ya Murmansk inasema kwamba ni kambi ya kimkakati, ni ile air base ya kimkakati kwa ajili ya vita labda ikitokea na NATO na wengine. Kwa hiyo ameweka kule ule mkoa wake ambao umekaribia na Arctic, wanasema the Arctic region, kule katika nchi ya dunia. Kwa hiyo akawa ameziweka kule, ambao ni kilomita zaidi ya 1400 kutoka katika uwanja wa kivita na Ukraine. Kumbuka Urusi ndio taifa kubwa duniani. Kwa hiyo
kilomita 4,000 unaweza ukaona ni umbali mkubwa sana. Sasa Ukraine ameweza kufikaje kule? Ndo unaweza ukaona sasa ni operation ambayo ni complex sana, na Ukraine kama Ukraine peke yake hana uwezo wa kufanya hivyo. Unaangalia kwamba baada ya kuwa hizo kilomita 4,000 ambazo nazisema hapo, inasemekana pia hata hayo magari yaliweza kutumia mipaka ya nchi jirani, nchi kama vile Belarus, nchi kama vile Kazakhstan, inasemekana yaliweza kupita huko, na ni magari ambayo kama ambao tumeelezea mule, ni magari ambayo yani yalikuwa yana deceive, lakini kosa kubwa ni kwamba Warusi wao hawakuweza kufikiria ile worst case scenario kwamba kweli tumehamisha huku tulikohamisha, vipi kama ikitokea tukishambuliwa. Kwa hiyo hata ulinzi ule waliloa their guard, wakaona wakaweka ulinzi wa kawaida kwamba Marekani hawezi akatushambulia, hamna taifa linaweza likashambulia kwa makombora yake likatushambulia sisi Warusi, kwa sababu tuna strategic deterrence. Haya, huyu Ukraine hana huo uwezo. Kwa hiyo hapo ndipo shida ambapo ilianzia. Mwisho wa siku wa Ukraine wameweza kufanya hii operation, na zimeingia drone za bei ndogo sana, inaenda kudondosha bomba ya mabilioni na ya fedha nyingi sana. Kijua kaangalia katika mantiki ya kivita, hata kama Marekani amemtumia Ukraine ama NATO imeitumia Ukraine kufanikisha hilo, lakini unaona na obvious ni hivyo, kwa sababu kufanya operation kama hile kunahitaji intelligence kubwa sana, ambayo ni ile latest kabisa. Unaambiwa kwamba bana, sasa hivi labda mtashambulia hivi, ruti ya mashambulizi ni hii, kupitia satellite na kupitia vitu vingine. Ukiangalia Ukraine hana hiyo teknolojia. Mbali tu na kuacha kwamba zile drones zinavyokuwa zinaendeshwa, mtandao ambao unaotumika ni wa Starlink, ambako mtandao huu ni unafahamika kabisa mmiliki wake ni nani, na bila huo Ukraine wasingeweza kuongoza hizo drones zao. Kwa hiyo unaweza ukaona na kukaa kufikiria na kuona ni jambo ambalo kusema kweli kwa Warusi wao, hata walivyokuwa wanaongea kwa Ukraine huwezi kumlaumu, kwa sababu yeye amelenga shabaha. Ile vita inaendelea, yeye kalenga yale maeneo, kalenga bomba. Wao katika mantiki ya kivita wako sawa, kama ambavyo Mrusi analenga sehemu za Ukraine, analenga labda shabaha mbalimbali, analenga gridi za umeme, akiwa pia na sababu zake. Ndio maana hata Putin alivyoongea hakuongelea zaidi hilo au hakulaumu hilo. Yeye zaidi amelaumu kwamba hiki kilichofanyika, ameongelea mauaji yale ya watu, ndo akasema kwamba hii ni terrorism, hiki kilichofanyika na ni makosa makubwa, na ikatokea hivyo ambavyo imetokea. Nadhani kwa ufupi niache kunirudisha kijiti kwanza, nadhani nitarudi tena. Sawa, so Smart, pia wewe take yako kutokana na operation hii ambayo madhara ambayo tumeyasikia ni makubwa sana. Wanasema ni takriban bilioni 7. Yes. Makadiri. Yes. Take yako ikoje kutokana na baada ya hapo na of course na kinachoendelea sasa hivi? Sasa kabla sijaingia kwenye tech, kuna vitu ambavyo hali ameviongelea, nataka pia niwafahamisha tu kwa ziada. Ameongelea vitu kama strategic bombers na ameongelea aina zingine. Sasa kwa ufupi tu niwafaidishe watu, kuna baadhi ya aina za ndege ambao wanaweza wakaziona wasijue zina nani. Kwa hiyo alizoongelea hali na ambazo zimeshambuliwa ni strategic bombers, ambayo ni kazi zake ni kupeleka mashambulizi ya kimkakati, na mara nyingi yanakuwa ni long range, na mara nyingi strategic bombers zinakuwa ni nuclear capable, zina uwezo kubeba mizinga au missiles ambazo ni capable. Alafu unakuja baada ya pole, unakuja kuna nani aliongelea pia, kuna ndege kama Su-35. Sasa ukiingia kwenye jets zile, kuna ambazo zinaitwa multi-role fighters. Multi-role ni fighter jet ambayo ina uwezo wa kufanya air to air, kufanya dogfight au mapigano ya ndege kwa ndege ya juu, lakini ina uwezo wa kufanya ground attack, kushambulia chini. Then ukitoka hapo kuna zingine zinaitwa air superiority, ambazo kazi zake ni purely ni kwa sababu ya mapigano ya air to air. Kwa hiyo multi role unakuta let's say kama F-15 Eagle ya Marekani, unakuta let's say kama Su-35 pamoja na Su-34, hizo ni multi-role ambazo zina nani. Alafu kuna air superiority ambao ni F-22 pamoja na Su-35 na Dassault pia wanazo kama hizo, ambazo kazi yake ni kupiganisha ndege kwa ndege ambazo zinakutana uko juu. Then kuna bombers. Bombers sasa ndo kuna aina tofauti.
Kuna strategic bombers lakini kuna tactical bombers. Kwa hiyo strategic bombers ndio kama hizo alizozitaja. Mfano kwa Urusi ana T-95 Bear, ana T-22 ambazo ni Blackjack, pia ni strategic bombers. Alafu his best of the best ni T-160 ambazo ni the White Swan, kazi yake ya kufanya strategic. Lakini kuna tactical bombers ambazo ni kama Su-34 ambayo ni tactical bombers. Marekani pia anayo kama F-18 pamoja na hata F-15 pia inafanya kazi kama tactical bombers. Vile F-16, na ndio maana Putin alikuwa mkali alipopewa, kwa sababu F-16 ni nuclear capable, inaweza ikabeba, sio kila ndege inaweza ikabeba mzinga wa nuclear. Then kuna ground support ambazo kazi zake ni kushambulia ardhini na kwa masafa ya karibu. Kwa hiyo Marekani anayo ya kwake ambayo ni maarufu sana, ambayo ni inajulikana kama Warthog, ambayo ni A-10. Warthog kazi yake inafanya mashambulizi ya chini pamoja na vifaru na vitu ambavyo, lakini inakuwa ina very cross range. Mrusi ambayo ya kwake ambayo anaita flying tank ambayo ni Su-25 inafanya hivyo. Then kuna zingine ambazo zinakuwa ni EW ambayo ni electronic warfare kama Marekani kama Mrusi inavyosemekana, lakini ripoti ya kutoka upande wa Urusi haipo kwamba walipoteza A-50 ambayo ni early warning, lakini pia ina play part ya electronic warfare. Marekani anayo kama F-18 Growler ambayo pia inafanya kazi ya electronic warfare. Japokuwa ndege za kisasa nyingi fighter jet zina uwezo pia wa kuconduct electronic warfare at the same time kwa ni multi role. Kwa hiyo kwa ufupi tu watu wapate kuelewa aina za ndege na matumizi yake. Sasa tunakuja sasa katika shambulio hili. Kwanza from a military standpoint na from an intelligence standpoint na from a mission standpoint, hii ni moja ya mission bora kabisa kuwahi kutokea katika mission za kivita. NATO wamefanya operation ambayo inastahiki sifa, na siku nyingi kama kawaida yao tutegemea itatolewa movie kwa sababu ya kuonesha. Na Urusi amekutana na fadheha na amefeli vibaya mno, kwa sababu ukiangalia mtu kama Sun Tzu anakuambia fight your enemy where they're not, pigana na adui yako sehemu ambayo hawapo. Wao walisogeza alikaelezea kwamba walitoa within range za ATACMS ambazo at that time ndio ballistic missile ambazo wanazo za masafa marefu ambazo ni 300 kilometers, lakini of course amepewa Storm Shadow. Sasa Storm Shadow kwa security system na defense system ya Mrusi ana uwezo wa kuiona tangia inakuja, kwa sababu ana Su-400, ana Su-350, ana Su-300 pamoja na vitu kama Pantsir na aina za air defense system ambazo wanazo. Kwa hiyo zile zilikuwa zina uwezo wa kuonekana. ATACMS ziko out of range. Kwa hiyo akaona kwamba niko safe. Hakufikiria what if ikitokea mashambulizi ya ndani ya. Hicho ni kitu ambacho hakijawahi kufanyika, ndio maana nikasema hii ni from a strategic and from a military point of view ni moja ya operation bora kabisa kuwahi kutokea, na imechukua miezi 18, mwaka mmoja na nusu. Mimi naamini hichi ndo kile alichokuwa anaongelea Zelensky victory plan. Naamini hichi kwa sababu hii imechukua mwaka mmoja na nusu kuweza kuiandaa hii, na sio bezi moja, zimepigwa zaidi ya bezi 4 mpaka 5 zilizoshambuliwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimepangwa vizuri kwa muda mrefu, na jina walioipa Spiderweb ni sahihi, kwa sababu Spiderweb moja iko huku, lakini zote zimekuwa connected. Na jinsi walificha zile drone kwenye mbao, kwa hiyo walikuwa wanazingiza kidogo kidogo, ambao ni ngumu kuzishtukia, sehemu ambazo walizihifadhi na logistics na intelligence na kila kitu. Kwa hiyo ni moja ya operation ambazo ni bora kabisa, ni moja ya failure ambayo kwa upande wa Kirusi kuweza kuzidetect na hata kuhisi. Kwa hiyo planning ya hii it's immaculate, yani planners na wapa asilimia kubwa. Sasa tunakuja kwenye upande wa pili ambao sura ni ya Ukraine. Ukraine hana capability ya kudeliver na kuplan kitu kama hichi. Kwa sababu gani? Kwanza, Ukraine hana satellite. Kwa hiyo hana uwezo wa kuona zile base sehemu zipo, ndege zimejipangaje, je zimetoka au zipo. Ukraine ni kipofu, hana uwezo wa kuona.
cha kwanza. Cha pili, hana the technology ya kuweza, kwa sababu hana any guidance system. Yeye hana GPS wala hana GLONASS wala hana Beidui wala any form of guidance system. Walionayo hiyo ni Marekani ambayo ni GPS pamoja na Europe ambayo ya kwao inaitwa Galileo. Kwa hiyo kingine ni kwamba hana hiyo. Cha tatu ni kwamba manufacturing capability yake pia sio, kwa sababu kuna kati ya zile zilikuwa autonomous ambazo zilikuwa pre-programmed beforehand. Kwa hiyo aliyezifanya hizi ni NATO, especially upande wa MI6 na wenzao wa Ufaransa na Ujerumani na wengine. Ukraine alitumika kwa sababu ni rahisi kwa Ukraine kuinfiltrate Russia, kwa sababu wamefanana, wanaongea lugha moja, wana accent moja. Kwa hiyo ni rahisi zaidi wao kutekeleza, kuexecute. Wao walikuwa wamepewa wa execute, lakini mimi naamini kabisa aliyeongoza hii mission kwa binafsi naamini ni MI6, ndo waliosimamisha mchongo mzima na wakaufanikisha kufanya. Sasa kuna upande mmoja ambao kuna uzembe ambao umetokea kwa upande wa Mrusi, ambao hakuweza kuanticipate wala hakuweza kuzuia hili shambulio. Lakini swali linakuja, imekuwaje kaacha boma zake zilikuwa wazi, zilikuwa ziko relaxed na vitu kama hivyo? Kutokana na mkataba wa START Treaty ambao Mrusi na Marekani wote wanatakiwa strategic boma zao ziwe wazi, eneo la wazi muda wote, ambao kila nchi inaweza ikatumia satellite zake kuverify kwamba ndege zile ziko pale na idadi yake inatakiwa ijulikane ni idadi gani. Ndo mkataba wa START ndo unavyotakiwa. Kwa hiyo hata Marekani sasa hivi ukienda stealth bomber zake, let's say B1 Raider, B2 stealth bombers, ukiingia ana Mrusi ana T160 ambazo ndo White Swan, lakini analog yake ni Marekani anayo ambayo jina limenitoka hapa. Anao boma yake ambazo zimefanana ukiangalia, na ndio hicho kulikuwa kuna kuibiana teknolojia kati ya USSR na Soviet. Lancer wanaita Lancer boma. Kwa hiyo nazo kake pia ziko nje sasa hivi. Mrusi akitaka kuziangalia kwa satellite ana uwezo wa kuona. Hiyo ni kwa sababu ya kutoa bahati mbaya na sintofahamu na kuweka amani. Na actually kwenye START Treaty ilikuwa inaruhusu majasusi wa Kimarekani waende Urusi wakakague na majasusi wa Kirusi waende Marekani wakakague. Kwa hiyo ni moja ya sababu kwa nini zilikuwa ziko wazi. Mimi wanasema kabisa katika nchi ambayo ina defense, ina kambi bora kabisa za silaha zake ni Iran, kwa sababu he's not binded by hii mikataba. Alafu asilimia kubwa kutokana na threat ambazo anazitegemea, bezi zake nyingi ziko chini ya milima. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinamfanya awe very safe. Sasa ukiangalia, hii ni operation ya NATO ya kumdhoofisha Mrusi, kwa sababu Mrusi several times amewaambia Ulaya, you guys mko uchi, mimi muda wote naweza nikakushambulieni na hamna defense yoyote. Kwa hiyo wanajua vizuri sana offensive capability ya Mrusi. Kwa hiyo ni moja ya operation na ni fursa kwa wao kumdhoofisha. Na kwa watu ambao wamekuwa wanafuatilia, kuna kipindi walishambulia rada za Mrusi ambazo ni over the horizon, ambazo zina uwezo, kazi yake ni moja kudetect ambayo ni early warning system, kudetect makombora ya ballistic yanayotoka masafa makali. Yalikuwa hayatumiki wala hayana uhusiano wote na hivi vita vya Ukraine. Kwa hiyo walianza wakavishambulia vile, Mrusi akaja akawa mbogo, naona walipunguza, lakini walianza hivyo. Then sasa hivi wameshambulia offensive capability yake. Kwa hiyo ni operation ya NATO ambayo imekuwa na mafanikio makubwa sana, na nadhani kuna viongozi wa kijeshi Urusi na kuna headliner wale wazalendo wa Kirusi watakuwa wana mind sana Putin, kwa sababu naweza nikasema kwa kiasi fulani leniency yake, upole wake umepelekea walianza kidogo wanamjaribu, red line zake nyingi sana wamezivuka na hajaweza kuretaliate on a significant way. Kwa hiyo imewapa confidence mpaka kwenda kupiga Kremlin yenyewe,
At no point Mrusi ameshambulia makao makuu ya ikulu ya Ukraine, at no point, japokuwa uwezo wanao na coordinate nazo, lakini tumeona several times Kremlin imeshambuliwa na bila mafanikio, kwa sababu kuna air defense system ambazo zimefanya kazi. Kwa hiyo my take from a strategic and a mission point of view, this is a 10/10. Wamepata mafanikio makubwa, ila sasa kuna upande mwingine. Kama kawaida ya Ukraine huwa wana kawaida ya, wanasemaje ile, kuongeza sufuri mwisho, yani idadi ambayo ipo, ambayo wanaisema wao ya yani wamemultiply kwa 4. Kwa hiyo kuna ripoti sasa tunaiweka wazi ambayo umeitoa wewe kuonesha ni idadi ya ndege ngapi ambazo zimeharibiwa kutoka kwa Ukraine na mainstream media za magharibi. Na kuna ripoti sasa za kutoka Urusi. Ripoti za Urusi zinasema hivi, T95 zilizoharibiwa ni 3, yani destroyed, kwamba hazifai tena kwa matumizi. Zilizokuwa damage ni 5, ambazo zimeharibiwa lakini zinaweza zikatengenezwa zikarudi, na ambazo ziko operational ni 42 katika T95. Ukiingia katika T22 backfire, zilizokuwa damage, sio kuharibiwa kabisa, ni 4, na ambazo ziko operational ni 41, na Swan ambazo ni T160 ambazo ziko operational hakuna hata moja iliyoathirika. Kwa hiyo bado ziko active. Kwa hiyo idadi iliyotolewa na Ukraine na washirika wake ni tofauti na idadi iliyotolewa na Urusi. Kwa hiyo kila mtu ana uhuru, ataamini anapoamini, lakini Ukraine amekuwa na kawaida ya kuongeza idadi. So tumeona my take kwenye hili swala ndo hiyo, mashambulizi it's a big failure kwenye upande wa Kirusi na ni heko kwa NATO, na nasisitiza kwamba watu waelewe, sio Ukraine kafanya hii shambulio, katumika, lakini hana uwezo wa kuplan. Na mfano mdogo ni kipindi kile ambapo Trump alimzimia intelligence kushia wiki moja tu, nadhani wote tuliona matokeo yake. Marekani alivyomzimia intelligence sharing na Urusi na Ukraine, hali ilivyokuwa mbaya kiasi gani. Kwa hiyo utajua kwamba Ukraine kama Ukraine capability hiyo hana. Sawa. Sasa ni toe taarifa kidogo hapa Jumapili, ambapo vikosi vya Urusi vimeangusha drone 10 za Ukraine zilizoelekea Moscow, kwa mujibu wa meya wa mji huo Sergei Sobyanin, huku Ukraine ikiripoti vifo vya takriban mtu mmoja katika mashambulizi ya Urusi. Hakukuwa na taarifa za uharibifu wote jijini Moscow Jumapili, lakini shambulizi la Ukraine lilisababisha moto mdogo kwenye kiwanda cha kemikali cha Azot kilichoko katika mkoa wa jirani wa Tula na kujeruhi watu 2, huku drone 7 zikiharibiwa juu ya mkoa wa Kaluga, kulingana na maafisa wa mkoa. Wizara ya usafiri ya Urusi Rosaviatsia ilisema kupitia Telegram kwamba ili kuhakikisha usalama wa anga, ilisitisha safari za anga kwenye viwanja vya ndege vya Vnukovo na Domodedovo vilivyoko Moscow na viwanja vya ndege vya karibu na Kaluga Grabtsevo. Safari hizo zilifunguliwa baadaye. Mapema Jumapili, mashambulizi ya anga ya Urusi pia yalilenga maeneo mbalimbali ya Ukraine. Takriban mtu mmoja aliuawa katika mkoa wa viwanda wa Dnipro, ambapo drone na maroketi yalishambulia, kulingana na mkuu wa baraza la mkoa. Katika hatua nyingine, miili 1212 ya wanajeshi wa Ukraine waliouawa imefikishwa kwenye kituo kilichoteuliwa kwa ajili ya kubadilishana na kimeandaliwa kuletwa kupelekwa Kiev. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema Moscow iliamua kurudisha miili ya zaidi ya wanajeshi 6,000 wa Ukraine kama ishara ya kibinadamu moja kwa moja, wakati wa mazungumzo kati ya pande zote mbili huko Istanbul Jumatatu. Warusi walijaribu kuhamisha miili hiyo Jumamosi, lakini wawakilishi wa Kiev walishindwa kufika kwenye kituo cha kubadilishana kilichokuwa kwenye mpaka kati ya Belarus na Ukraine. Pande ya Urusi iko tayari kikamilifu kutekeleza makubaliano yote kuhusu urejeshaji wa miili ya wanajeshi wa Ukraine waliouawa na kubadilishana wafungwa, alisema Jenerali Luteni wa Urusi Alexander Zorin, ambaye alikuwa mjumbe wa timu ya mazungumzo ya Moscow huko Istanbul
ambapo aliongea na waandishi wa habari. Hata hivyo, alionya kuwa uhamishaji wa meli hiyo unaweza kushindwa tena, akisema kuwa kuna ishara kwamba inaweza kuahirishwa hadi wiki ijayo. Urusi inasubiri uthibitisho kutoka Ukraine, alisema. Kiev ilikataa kukubali miili ya wanajeshi wake waliouawa Jumamosi, ikidai kuwa haikukubaliana tarehe ya uhamishaji huo, na ikilaumu Moscow kwa masuala ya kibinadamu kwa madhumuni ya kutoa taarifa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, alijibu hatua hiyo kwa kusema kuwa Ukraine inahitaji watu wake, sio walio hai wala walio hai au waliofariki dunia. Hakuna taifa au kabila duniani ambalo lingekataa kuzikwa wanajeshi wake, lakini kuna utawala wa Kiev ambao unadhihirisha itikadi ya chuki dhidi ya binadamu na unafanya mauaji ya kimbari dhidi ya watu wake, Zakharova alisisitiza. Masubi, tulisikia kauli ya Zelensky baada ya shambulizi la kulipiza kisasi ambapo Urusi ilishambulia maeneo mengi sana ya Ukraine. Alisema kwamba alimlaumu Donald Trump kwa mara nyingine, na akisema kwamba kwa sababu baada ya mazungumzo ya Trump pamoja na Putin alimchana live kwamba mimi lazima nilipize kisasi bana, walichonifanya kwenye operation hiyo ya Spiderweb ilimkera. Kwa hiyo alikuwa na, of course, hii taarifa Trump mwenyewe ndo alisema kwamba Putin kasema lazima alipize kisasi. Sasa Zelensky anacholaumu, anasema kwa nini Trump hakumkataza Trump asifanye shambulio hilo. Yeah. Kwanza ifahamike kwamba Putin mwenyewe aliongea kwamba kwa vitendo kama hivi ambavyo vimefanyika, kwa nini Ukraine inataka high level meeting? Kumbuka Ukraine wamekuwa wanadai high level meeting ambayo ni ya Rais Putin pamoja na Zelensky. Akasema kwamba kama kweli Ukraine ingekuwa wanahitaji high level meeting, vitu kama hivyo visingefanyika. Lakini sote tunaelewa kwamba Trump aliongea kwamba kama isingekuwa mimi, maana yake ni kwamba really terrible, really bad things will have happened to Ukraine, to Russia, kwamba isingekuwa mimi kuna mambo mengi mabaya yangetokea kwa Urusi. Inamaanisha operation kama hii inasema imeandaliwa miezi 18, inamaanisha imeandaliwa tangu tunasema imeandaliwa tangu enzi za Biden, na inafahamika kwamba nchini Ukraine CIA wana kituo chao cha sabotage, yani special kwa ajili ya operation kama hizo. Kilianzishwa kama sijakosea 2022, mara tu baada ya vita kuanza. Baadaye kidogo kituo hiki kikawa kimeanzishwa special kwa ajili ya operation hizo, na ifahamike kwamba operation za sabotage hii sio moja, zishafanyika operation zaidi ya 5. Kuna ile operation ya Nova Kakhovska Dam ambayo ilikuwa ndani ya Ukraine. Tunajua ile bwawa likawa limefunguliwa, likawa limesababisha madhara, ikasemekana kwamba imefanyika hivyo ili kuondoa mines ama makombora yale, mabomu yale ardhini ambayo Urusi alikuwa ameyatega mengi sana. Kwa hiyo sasa unaweza ukaona kwamba kwa nini sasa kama Trump alikuwa anazuia mambo yale yasitokee, ama operation kama hiyo iweze katokea, kama rais wa Marekani ajui. Marekani ambayo imekuwa ina support Ukraine, lazima alikuwa anafahamu kwa nini sasa ameweza kuruhusu ghafla. Kwa sababu sasa hivi Marekani inahitaji vita viishe, na hivyo vita vinatakiwa viishe ili hata ule mkataba uliosainiwa uanze kutekelezwa. Marekani yuko sehemu mbaya sana katika tunasema katika kiuchumi, kutokana na China, vita yake inayoendelea na China. Unaona juzi Marco Rubio analalamika, anasema kwamba Mchina anatumia ile leverage ya yeye kuwa ni main producer wa zile rare earth, anaitumia vibaya, kalalamika sana. Maana yake ni kwamba Mchina sasa hivi hauzi yani kirahisi zile, ameminya Marekani kwamba wewe umenipigia vikwazo na mimi nimebana huko. Imelazimisha mpaka wa Marekani imebidi waongee, na sasa hivi kuna maendeleo yanaongea ili kuweza kupoza mambo. Kusema kweli Mchina ameshika vibaya, na shida ya rare earth sio jambo ambalo unaweza kusema ni amke leo nitengeneze. Hapana. Kwa uchache kabisa, kwa taifa lenye teknolojia kubwa kama Marekani, inaweza ikatumia takriban miaka 10. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kiasi gani Ukraine ni ya muhimu sana kwa Marekani kipindi hiki. Kwa hiyo vita vinatakiwa viishe, lakini Urusi ana matakwa yake ambayo yeye anayataka yaweze kufikiwa. Unaona mazungumzo yalianza kule, lakini
bado Urusi ameweka matako. Sasa unamshika Urusi katika sehemu gani ambayo unaweza ukamfanya Urusi a blink, yani aweze yani ashtuke? Kila mtu ana sehemu zake ambazo kimshika atashtuka. Kusema ukweli, bomba zile, ule ndo deterrence, yani deterrence, hofu ya taifa kuogopeka. Nuclear deterrence country ni hivyo vitu hizo, ukiwa na silaha za nuclear and how to deliver them ndo hizo bombas, uwe na underground missile ICBM, zile silos za tunasema mahandaki ya ushambuliaji wa makombora ya masafa marefu, na hayo makombora ya masafa marefu pia. Lakini mbali na hivyo pia ndo huwe na submarines, hivyo vitu vitatu, maana yake wewe taifa lako hamna atakayekuja kuligusa. Kwa hiyo sasa unaweza ukaona leo wanakuja wanashambulia hizo strategic bombers, kweli wamefaidika, wamepunguza, lakini je, wamemmaliza Urusi? Urusi anasema wana bombas zaidi ya 120. Hizo ndio wakichukua ile fleet nzima, inasema hivyo, wengine wanakadiria ni 90 mpaka 120, wanahisi hivyo. Lakini unakuja unamuondolea 20 hizi, kweli unakuwa umemdecapitate, umempunguzia kasi yake. Lakini kwa Urusi haitegemei kama anaweza kupigana vita vikubwa hivi karibuni, na hata hizi alizobaki nazo labda 70 au 50 zinatosha kabisa kuweza kupigana vita vingine. Lakini unavyomuondolea hichi kiasi kidogo, maana yake ni kwamba huyu mtu umempa uwezo wa kukaa chini aje atengeneze nyingi zaidi. Na kwa taifa kama la Urusi tunafahamu lina miundombinu, yani wao kutengeneza silaha sio shida, wanatengeneza. Kwa hiyo unakuwa umewapa kama sababu ya kuweza kuja kutengeneza pengine bora zaidi. Tunaweza tukaona hata toleo la TU 160 lililoboreshwa zaidi. Unaongelea ndege kama TU 22, ndege ambazo zimesha kuwepo, ni urithi tangu enzi za Usovieti ambazo zimeondolewa. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ilijengwa kwamba hapa tulipominya, tulipomshika Urusi lazima afikiche macho, lakini imekuwa ni the vice versa. Sehemu nyingine tena ambayo kumfanya afikiche macho ni kwenye daraja la Kerch. Unaambiwa ule ndio mradi wa legacy wa Putin ambao aliujenga mara baada ya kuichukua Crimea. Ile daraja ambalo ni refu sana, unaweza ukatusaidia kutuangalizia kilomita zake. Kerch Bridge ama wengine wanaita Crimean Bridge, ambayo ni moja ya miradi bora sana kuwahi kujengwa. Linakatiza tunasema baharini, lina sehemu ya kupita treni, lina sehemu ya kupita magari. Ni moja ya madaraja ambayo kusema kweli ni bora sana, ambayo inaunganisha Urusi pamoja na Crimea. Sasa hili daraja limekuwa linalengwa sana, lakini kwa muda wote huu Warusi wakawa ni kama wameshaweza kulilinda, na ikatolewa oda maalum. Kuna muda paka likopo linabomolewa kidogo na linakuwa intact. Unaweza kuona Warusi ni wataalam kiasi gani kwenye engineering, kwa sababu limeshashambuliwa zaidi ya mara moja, na kuna muda linadhurika kabisa, linatengenezwa. Lakini zile pillars, kwa sababu katika daraja muhimu ni zile nguzo ambazo watu wanaziona hata kwenye madaraja kama Kijazi, zile ndio kila kitu. Kwa hiyo pale ndio Warusi wameonyesha masterpiece yao, engineering masterpiece yao, na unaweza kuona ile daraja limeendelea kusimama. Lakini kilichoonekana siku za hivi karibuni, baada ya kuwa Urusi ameshaweza kudhibiti zile boti za Ukraine, zile kamikaze boats, imekuja mbinu nyingine mpya, kwamba hapakuja na zile boti ambazo tunaziona ziko juu, ikaja submersible boat. Shambulizi likatokea chini ya maji, kwamba waliona kwamba huyu Urusi sasa, kwa sababu anatuzuia juu, ameshaweka kama ni nets na vitu vingine, hatuwezi kupita kwenye ile daraja. Wakaja na mbinu nyingine, ni kitu kama submarine, kimeenda chini kwa chini, kimebeba mlipuko, na inasemwa mlipuko uliotumika ni takribani ilikopo ni kilo kama sijakosea zaidi ya 1000. Unaweza ukaona ni mlipuko mkubwa kiasi gani, lakini daraja limesimama na likasustain. Lakini pia unakuwa umewashtua Warusi kwamba kumbe huyu anataka aje na kwa chini ili waje na countermeasure, kwa sababu ni Warusi wenyewe wamekopo. Hivi vita vilivyoanza kuna vitu walikopo hawajavifahamu. Unaona drones walikopo bado hawaja catch up na baadhi ya mbinu, lakini baadaye wameenda wana catch up, wanajua kumbe hii tunakuja na hii, na wanazidi kuwa bora baada ya siku. Kwa hiyo kingine kilichokuwa kimelengwa kikubwa, mlipuko mwingi kiasi hiko, ni kuhakikisha ile daraja linakatika kabisa,
na ukikata ile daraja maana yake umekata connection, umekata mawasiliano. Na sababu kubwa katika narration yao ambao wanakuwa wanatumia, huwa wanasema kwamba kama ile daraja wanasema ndio linatumika kama route ya kuweza kusupply ni logistic route, yani ile ugavi wa silaha pamoja na mahitaji mengine ambayo yanahitajika katika uwanja wa kivita huko Donbas, wanasema yanapitia pale. Kumbuka kama nilivyosema, reli pia inapitia pale. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kilichokuwa kinatengenezwa ni kumlazimisha Urusi aweze kukaa kwenye meza ya makubaliano, na Urusi wameweza kugoma kata, kwa sababu hichi tunachokiona ni kwamba hayo mawasiliano yamekuwa yaendea, mazungumzo ya amani yamekuwa tena hayaendelei kama vile ambavyo ilikuwa inatakiwa mwanzo. Na sasa hivi unasema tayari Ukraine amekataa, kwa sababu walikubaliana kwamba waweze kufanya mabadilishano ya wafungwa na baadhi ya vitu, amekataa mili hiyo. Unaweza kuona ni watu wengi, zaidi ya watu 6,000. Kwa hiyo unaweza kuona hiki ambacho Putin anakifanya. Nadhani Putin ni tunasemaga tunamsifu, mmoja wa wanasiasa ambao tunasema kwamba ni wana akili sana. Huo ni ukweli, sio maneno yangu mimi, hayo ni maneno ya wao wenyewe, westerners, mataifa ya magharibi, marais mbalimbali ambao wamekutana naye wenyewe wanasema kwamba jamaa huwa ni yuko smart sana. Na hata juzi wakati anaongea, ndo mara ya kwanza Putin ameongea kwa mihemko, yani kuona kabisa kachukia. Huwa anaongea tu calm na nini. Baada ya lile shambulizi wakasema Warusi wameshikwa sehemu ambayo kusema kweli ni sehemu ambayo ni mbaya, na sio wachambuzi wote tunajua ukigusa bombas umeshika sehemu ambazo ni utakiwa mshike Mrusi. Sasa mimi majibu yangu nasema tulitegemea yangekopo ni makali hata zaidi ya haya ambayo tumeyaona, kwa sababu haya ambayo tumeyaona Urusi amekuwa anafanya hivyo. Urusi amekuwa anashambulia kwa drone, sio mara ya kwanza. Urusi amekuwa anashambulia kwa makombora, sio mara ya kwanza. Kwa hiyo tulitegemea kwamba sasa hivi Urusi akishambulia, labda atashambulia maeneo ambayo hakuwahi kushambulia, lakini alikuwa na uwezo wa kushambulia tangia mwanzo. Labda ashambulie vituo vya CIA, labda ashambulie labda vituo vya mawasiliano, labda ya satellite na baadhi ya sehemu nyingine nyeti ambazo zingerudisha kiasi cha majibu kikubwa zaidi. Hiko ndicho ambacho tulitegemea. Kwa hiyo pengine watu wanaweza wakasema labda Urusi retaliate, pengine kile kilichofanyika ni shambulizi lao wao la kawaida. Pengine kunaweza kuwa kuna shambulizi kubwa zaidi ya hili, kwa sababu kweli Urusi wao wanamwambia wewe inabidi ukae mezani, lakini kwa masharti yetu. Lakini Urusi inavyoonyesha na yeye kama alivyosema, na yeye hana shida sana na amani, kama ile amani haitofata misingi na matakwa yake, kwamba mimi nataka tukae amani, lakini under our terms, ama chini ya matakwa yetu sisi. Warusi wao wanaamini hivyo, lakini pia wa Marekani pamoja na Europe, na kwa sababu sasa hivi wameshakuwa kitu kimoja. Naona Friedrich Merz, kansela wa Ujerumani, naye amefika Marekani na amesema wanataka vita vifikie mwisho. Kwa hiyo ni kama sasa hivi wameshakubaliana na Trump, wote wale ambao walikuwa wanapinga coalition of willing na nini. Kwa hiyo kilichobaki ni kwamba wao wanajaribu kutengeneza mazingira, kwa sababu pia wanahitaji amani iwepo ili waanze, kama Marekani aanze kuchukua ile madini. Kwa hiyo kinachofanyika ni kujaribu kutengeneza kwamba Urusi kweli tukubaliane naye ama tusitishe vita, lakini kwa terms ambazo sisi zitatunufaisha zaidi. Kwamba huyu Urusi, na wanajua kabisa ukimtolea vikwazo Urusi, ukisema umtolee vyote tayari umeshamrudishia nguvu. Na ndio maana Warusi wenyewe wamesema sisi tunataka mtuondolee baadhi tu ya vikwazo. Umeona? Kwa hiyo unaweza ukakaa na kuona na kukaa ukafikiria, unaona kabisa Zelensky anaweza akawa anaongea, na hiyo simu uliyoiongelea kwa sisi tuna wadadisi wa mambo, hapa kuongelewa nani alimpigia mwenzie. Lakini ukijiongeza tu unajua kwamba hapo ni Trump ndo alimpigia Putin. Kwa sababu kama Putin angempigia Trump, Putin huwezi kumpigia mtu alafu una shida naye alafu uanze kuweka terms zako. Kwa hiyo inavyoonyesha ni Trump ndio alimpigia Putin, na hilo jambo inavyoonyesha ni jambo ambalo Putin nadhani alionyesha msimamo mkali sana kwa Trump, kwa namna na yeye mwenyewe amesema kwenye statement yake kwamba aliongelea kwa msimamo kabisa kwamba lazima wajibu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni Trump ndio aliyehitaji simu hiyo. Mwisho wa siku akamalizia kusema kwamba amehitaji pia msaada wa Urusi kwa ajili ya issue ya Iran. Issue ya Iran nayo kusema kweli ni moja ya issue ambazo zinafukuta kweli kweli. Ni moja ya issue zinazofukuta. Kwa hiyo tayari ikawa
Putin, Trump akawa ameiongelea hivyo, lakini hiko kinaonyesha kwamba Putin ni kiongozi wa rais gani. Nadhani Zelensky tu anachoshangaa ni kuona kwamba huyu Putin anajiamini vipi mpaka anakuwa anatoa majibu kama hayo. Mbona kama rais wa Marekani anamjibu hivyo? Ni kwa sababu yule ni rais wa Urusi. Rais wa Urusi ile sio Ukraine, yani kuna tofauti ya Ukraine na Urusi, na ndio maana Zelensky yeye akili yake anahisi anaweza akaishinda Urusi kivita, which is very wrong. Yani haiwezi kuwa hivyo. Lakini pia kukazia tu kwenye kusema kwamba issue ya Iran inafukuta kweli kweli, ni kwa sababu yale makubaliano ambayo walikuwa wanataka wa Marekani anataka wa Iran wameyakataa. Sasa kama wameyakataa, na sasa hivi kumbuka kuna chokochoko IAEA, ile tunasema International Atomic Energy Agency, ambayo inakopo ndo watchdog ya masuala ya uranium, ambayo inakopo iko chini ya UN. Wamekopo wanatoa ripoti kadhaa na kusema kwamba Iran sasa hivi tayari ana military grade, ambayo yani either military grade ama bado kidogo ifikie military grade uranium, ambayo imesharutubishwa, inaweza yani imebakia kuchakatwa kidogo iweze kutosha kabisa kuwa ni silaha ya nuclear, mabomu ya nuclear. Anasema wanayo tayari, wao wanadai hivyo, wana vituo ambavyo ni underground, inasemekana wamedai hivyo, na zikazuka taarifa kwamba Israel anaweza akashambulia Iran. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni ya moto sana huko. Pia kuna simu tena Marekani ameiomba China nayo, alipoongea na Xi Jinping kaiomba China nayo ijaribu kuongea na Iran. Kwa hiyo Iran namna pekee iliyobaki ni kuongea naye, kwa sababu hamna namna utampiga bila kuvuruga amani ya Mashariki ya Kati, ambao Mashariki ya Kati ile kuna nchi ambazo Marekani hataki maslahi yake yaweze kuvurugika kama vile Qatar na nchi nyingine nyingi. Kwa hiyo nimechomekea tu hiyo, okay, kwa sababu niliongelea na so kuna ujumbe wa mwisho hapa ambao ni latest wa Zelensky. Anasema katika zaidi ya miaka 11 ya vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, wameleta kitu kimoja kipya tu katika ardhi yetu: urithi mkubwa wa Kirusi, magofu na vifo. Lazima tuendelee kupinga hili. Na washukuru watu wote duniani wanaotusaidia. Warusi wanajiandaa kuendelea na vita na wanapuuzilia mbali mapendekezo yote ya amani. Lazima wawajibishwe. Tunafanya kazi kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine. Tunahitaji kwa dharura ishara nzuri kutoka kwa Marekani kuhusu mifumo ya ulinzi wa anga. Bado tunasubiri majibu ya ombi letu la kununua mifumo itakayosaidia. Ninawashukuru nchi za Ulaya kwa msaada wa vifaa. Lazima pia tufikie matokeo katika uzalishaji wa pamoja wa mifumo ya ulinzi wa anga na makombora. Hii ni muhimu kabisa kwa Ulaya nzima. Ni muda tu unaotutenganisha na matokeo hayo, na muhimu zaidi ni kupunguza muda huo. Smau, umemsikia Zelensky ana matumaini, anasubiri ishara, any sign kutoka kwa Trump kwamba atampa ulinzi wa anga. Unadhani kitu ambacho Trump ata-entertain sasa hivi? Sasa hapa sijaelewa ulinzi wa anga wa aina gani, kwa sababu kuna anga aina tofauti. Kuna kitu kinaitwa no fly zone, ambayo inakuwa ni forced kwa kutumia ndege zingine au kwa kutumia air defense system. Kwa hiyo au anamaanisha waongeze mfumo vitu Patriot. Tayari wana Patriot, tayari wana NASAM na mifumo mingine. Kwa hiyo sijajua anamaanisha hizo au vipi. Kwa hiyo na nishaikuelezea how expensive Patriot is. Kwanza ile system yenyewe pamoja na interceptor zake, nilishaelezea NASAM vile vile na zinginezo kama kina Aegis na wengine. Kwa hiyo tusubiri tuone, lakini Trump tutakuja kuongea huko kwenye makala ya issue ya Trump na nani, lakini uongozi huu uko hapa umewekwa na wafanya biashara. Nani ya Trump imewekwa na wafanya biashara. Kwa hiyo kadri vita vinavyoendelea, the military industrial complex wanazidi kufaidika. Kwa hiyo watajitahidi kuprolong hivi vita kadri inavyowezekana. Na niliongea baada ya Avdiivka, nadhani makala yangu ya mwisho ambayo ilikuwa detailed kuhusu Ukraine na Urusi ilikuwa ni Avdiivka, nielewesha vizuri, nikaelezea na nikasema sasa hivi hiyo ndio ilikuwa ngome ya mwisho kubwa ya NATO ambayo iko chini ya kivuli cha Ukraine ndani ya
unaona hii operation ambayo inasemekana ilifanyika kuikomboa eneo gani ile ambalo Kursk. Sasa hiyo cha mtoto operation ambayo ilifanyika kuikomboa Avdiivka ndio ilikuwa ndo kali zaidi, kwa sababu walipita katika sewage system za zamani za enzi za Soviet. Huko at least walipita kwenye bomba la pipe ambayo diameter yake inajulikana and you know what to expect, lakini kule walifanya operation moja ambayo ilikuwa kali sana kuweza kuiangusha Avdiivka ambayo ilikuwa ndo the most fortified NATO base ndani ya Ukraine. Sasa nikasema baada ya hapo sasa hivi Ukraine ameresort kwa michezo michafu, na tumeona assassinations nyingi ambazo zimetokea pamoja na terrorist activities ambazo zimekuwa zinatokea pamoja na hiyo operation, na ninaamini kilichofanywa kwenye operation Spiderweb, ziko operation kadhaa ambazo tayari zimeshaandaliwa. Kwa hiyo ni swala la kusubiri tu activation zake ziwe activated, ziweze kutekelezwa. Kwa hiyo ni kazi, Mrusi ana kazi ya kuweza kufoil kuzishtukia hizi, and wale wameshajipanga, watakuwa wana slippers, watakuwa wana bases, watakuwa wana silaha ambazo wameshazingiza. Na changamoto kubwa ambayo Mrusi anaye, Urusi ndo nchi kubwa zaidi duniani. Yani ukiangalia boda yake kati yake yeye na Ukraine ni kubwa mno, na amepakana na boda zingine za NATO pia ambazo ziko kwenye wanashare boda. Kwa hiyo ni ngumu sana kudefend, especially ukiwa na nchi kubwa kama hiyo, lakini sio kisingizio. Kwa hiyo tutegemee kabisa kutakuwa kuna operation nyingine kama hizi, na sehemu ambayo Mrusi anastahili sifa ni kudefend lile daraja la Ukraine kwa muda, yani ile unajua ndo crown jewel ya Putin baada ya kuichukua pale, akajenga ile, na ni daraja ambalo ni kubwa, lina sifa, lina ubora, lina layer ya juu na chini, lina uwezo wa kupitisha logistics za kijeshi, lakini ile wanaita dual use kwa sababu inatumika kwa sababu ya kiraia lakini kijeshi, japokuwa kwa muda mrefu wameacha kutumia kwa sababu wana njia mbadala za kufikisha supplies katika maeneo ya Donbas na kwingineko, wameacha kutumia. Kwa currently inatumika kwa sababu ya kiraia. Wakiweza Ukraine na NATO wamejitahidi mara nyingi sana kuweza destroy, lakini defenses na securities personnel wa Urusi wameweza kudefend kwa muda mrefu. Lakini kwenye navy Ukraine wamekuwa katika sehemu ambayo wamekuwa very successful pia. Ukraine hana meli yoyote, ila wameweza kusababisha madhara makubwa sana kwenye flotilla au bases au asset za majini za Urusi. Kwa hiyo tutegemea aina hizi zitaendelea kutumika, na moja kwa moja inaonyesha kwamba sioni kufikia kwa sababu huwa tunasema kadri information inavyokuja zinabadilika. Kuna information au pattern inaendelea ambayo ina indicate kitu fulani, then hali ikibadilika ina indicate kitu fulani, lakini currently inaonyesha kabisa kufikia amani bado ni safari ndefu. Sawa, angalia hapa. Daraja hili lina urefu wa kilomita almost 20 zinakaribia. Kwa hiyo ni kilomita ambazo ni nyingi sana, na hata pesa zilizotumia ni hela nyingi kweli. Tumia zaidi ya dola bilioni 4. Bilioni 4 unaweza kuona, yani ile hasara yenyewe tunaisema karibu dola bilioni 7 ya ujumla ambao Urusi alipata inakaribiana na hapo. Lakini nitaka tu nikazie hapa kitu kimoja ambacho amekisema Sma kwamba kilikopo kwenye swali lako, anachokitaka Ukraine ni mifumo bora, mifumo zaidi ya ulinzi, kwa sababu Urusi imekopo inafanikiwa kwa sasa hivi, ikiamua kushambulia inashambulia inavyotaka. Kuna makombora ambayo Urusi anasema ameadvance na amekuwa bora zaidi. Makombora kama Iskander sio makombora yale ambayo watu walikuwa wanajua zamani, yameboreshwa zaidi na mifumo mingine mingi ambayo ni bora zaidi. Kwa hiyo hiko ndo unaweza kuona ndo kitu ambacho
anataka waboreshewe, waongeze Patriot, ambapo Patriot nyingi sana zimedhurika. Warusi katika vitu walivyofanikiwa ni kuziharibu Patriot ambazo walikuwa wamepewa, ile battery nzima ya mfumo ule wa ushambuliaji, nyingi sana zimeweza kudondoshwa. Lakini pia katika mantiki hiyo labda anahitaji waongezewe tena, maana amesema anataka wanunue. Kwa hiyo mifumo ya anga huwa ina ulinzi huwa inakuwa na mifumo ya ulinzi wa anga huwa inakuwa ina hiyo kama Patriot na vitu vingine kutokana na layer zile. Lakini pia ndege pia ni sehemu ya mifumo ya ulinzi wa anga. Kwa hiyo unaweza kuona hivyo vote vinahitajika. Lakini kitu kingine cha msingi ambacho pia umekiongelea hapo ni kuhusiana na swali ambalo watu wengi wamekuwa wanajiuliza, ambalo ni na ni kuhusiana na issue ambao watu wengi wamekuwa wanajiuliza. Nimesahau. Sawa. So Urusi imedai kuwa Jumapili kwamba vikosi vyake vya mara ya kwanza vinaingia katika eneo la katikati la Ukraine la Dnipro, eneo ambalo limekuwa likijaribu kulifikia kwa miezi mingi, katika hatua ambayo inaweza kuleta matatizo mapya kwa vikosi vya Kiev vilivyo ambao vimebanwa. Sehemu za jeshi la Urusi kutoka katika divisheni ya 90 ya mizinga ya jeshi la Urusi zilifikia mpaka wa Dnipro na mkoa wa Donetsk, maeneo mengi ambayo tayari yako chini ya uvamizi wa Urusi, kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Baada ya hili waliendelea kuingia katika Dnipro, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imedai. Lakini ikiwa itathibitishwa, maendeleo ya Urusi yangekuwa ni pigo kwa vikosi vya Ukraine, wakati ambapo mazungumzo ya amani yamekwama. Vikosi vya Urusi pia vimefanya maendeleo ya taratibu katika mikoa ya kaskazini ya Sumi na pia karibu na Lyman katika Donetsk. Maendeleo ya Urusi pia yangeongeza shinikizo kwa ukamataji wa Ukraine katika mji wa Pokrovsk, kitovu muhimu ambacho kimekuwa kikishambuliwa na Urusi kwa miezi kadhaa. Idara ya maelezo ya jenerali wa Ukraine ilisema asubuhi ya Jumapili kuwa majeshi yake yalizuia matendo 65 ya shambulizi kutoka kwa Urusi kuelekea Pokrovsk. Tathmini ya taasisi ya utafiti wa vita ISW kuhusu kampeni ya shambulizi ya Urusi ilionyesha kuwa vikosi vya Urusi viliendelea na operesheni zao za shambulizi kuelekea Pokrovsk Jumamosi, lakini hawakuweza kuendelea mbele. Dnipro inapakana na mikoa mitatu ambayo inashikiliwa na Urusi, ambayo ni Donetsk, Kherson na Zaporizhia. Moja ya malengo yaliyo wazi ya Urusi ni kukamata mikoa yote mitatu. Tayari inadhibiti mikoa yote isipokuwa sehemu ndogo ya mkoa wa 4 wa Luhansk. Dnipro ina idadi ndogo ya watu wa maeneo ya vijijini kuliko mikoa 4 inayojulikana kama Donbas, na itakuwa ni ngumu zaidi kuilinda. Ni kituo muhimu cha uchimbaji madini na usafirishaji, na ilikuwa na idadi ya wakazi takriban milioni 3 kabla ya vita kuanza. Madai ya Urusi yanakuja siku chache baada ya vikosi vyake kupiga hatua zaidi katika mkoa wa kaskazini wa Sumi na kuleta mji mkuu wa mkoa huo katika umbali wa drone na silaha za anga. Ingawa kukamata mji mkuu wa mkoa huo pia unaitwa Sumi kunaweza kuwa zaidi ya malengo ya Moscow, hatua ambayo inaweza kuonyesha ni shinikizo linaloikabili Kiev kutoka mpaka wa kaskazini hadi Bahari Nyeusi. Sasa Masubi, Dnipro ni mkoa sensitive kiasi gani kama Urusi ikiweza kushikilia? Sawa. Dnipro hapo narudi hapo, afu nitataja na geography ya Sumi hapo, lakini nimekumbuka kwenye ile nali yako ya mwisho ilikuwa ni kuhusiana na makombora. Yani Ukraine kutaka uwezo wa makombora. Hiyo nao ni tatizo. Yani katika vitu ambavyo vinazuia amani kupatikana ni yeye kutaka kuwa na uwezo wa makombora. Hayo makombora anataka amshambulie nani? Tena sio tu makombora ya kawaida, long range, na hiyo ilianzishwa na huyu tunasema Friedrich Merz ambaye anakuwa ni tunasema kansela mpya wa Ujerumani. Yeye ndio kama alikuja na hiko kitu. Kwa hiyo unaweza kuona amani bado iko mbali sana, kwa sababu kama unless kuna vitu inabidi Ukraine akubali kuachana navyo, Urusi haiwezi karuhusu Ukraine awe na makombora. Kwa hiyo turudi sasa kwenye swali la msingi ambalo tumesema kwamba Dnipro Petrovsk na umuhimu kiasi gani. Mkoa wa Dnipro una umuhimu mkubwa sana, na sio tu mkoa wa Dnipro. Ukiangalia
Dnipro, lakini ukiangalia Luhansk wenyewe, ukiangalia Zaporizhia, ambayo Zaporizhia Urusi haikalii kwa kiasi kikubwa, alikalia mwanzo lakini akawa ame-retreat, amebakia tu kwenye ile plant, ile Zaporizhia plant. Kwa hiyo na sehemu ndogo sana, lakini eneo ambalo amekalia kwa kiasi kikubwa ni hii Dnipro. Hata mwenzangu alivyoongelea Avdiivka ndio humo Dnipro, lakini pia na hiyo Luhansk. Sasa pamoja na Kherson. Kwa hiyo sasa ukaangalia hii mikoa imekaa kimkakati na ni ya muhimu sana. Kwanza kwa sababu ina ile Russian speak majority, wale watu ambao wana ukaribu sana na Urusi. Yani watu wengi wa pale huwezi kutofautisha na Warusi. Wanaongea Kirusi na wenyewe ninavyosema wanaipenda Urusi, na katika ile kura ya maoni ambayo imekuwa inapondwa sana na vyombo vya magharibi kusema kwamba ni kura ya maoni ya kutengeneza, wao walishinda, kwamba ni walishinda wao kwamba wawe sehemu ya Urusi. Umeona? Kwa hiyo unaweza ukakaa ukaangalia, na wenyewe ni mpaka Crimea, yani sifa zao ndo hizo zinafanana. Kwa hiyo sasa ni sehemu ya umuhimu sana. Naamini ni sababu hiyo ndio sababu ambayo Urusi imekuwa inapambania sana. Siamini kwamba sababu ya mali. Kumbuka Urusi ndio taifa lenye rasilimali nyingi sana duniani. Yani lina rasilimali. Ndio maana kuna watu wamekuwa wanasema unaweza kuwa na rasilimali afu usiwe taifa tajiri duniani, kwamba Urusi ana kila kitu. Yani hamna, ndo la kwanza tuseme ukiangalia kwa resources. La kwanza yani kwa dunia, hata Kongo yenyewe hawafikii Warusi. Warusi wana almost kila kitu. Kila kitu tunachokiongelea wewe. Kwa hiyo sidhani kama sababu ni mali. Sababu kubwa nadhani ni hiyo. Ukiwasikiliza Warusi wenyewe wanaamini kwamba wale ni ndugu zao, na inasemekana pengine hata wale wengi walikopo wanatamani kuwa sehemu ya Urusi. Kwa hiyo unaweza ukaangalia, ndio maana hii mikoa imekuwa inaongelewa sana, ili hii mikoa ya Donbas. Donbas ni ukanda tule wa Donbas ambao wenyewe una mikoa yake. Na hiyo mikoa yake ndio unakuta kama huo Luhansk, unakuwa huo Dnipropetrovsk ambao ni Dnipro. Pia na upenda mimi Dnipro kwa sababu una mto fulani hivi mzuri sana huo umekatiza pale katikati. Ukiangalia kwenye ramani unaweza ukaona. Kwa hiyo unaweza ukaangalia mikoa hiyo. Lakini pia ifahamike kwamba hiyo ndio mikoa ambao hata Urusi hawakuirudisha. Yani waliofanya ile strategic retreat ya kurudisha maeneo kile kipindi mengi, hiyo walibakia. Na mpaka sasa hivi wamekuwa wanafanya mashambulizi makubwa. Sehemu nyingine huku ukiangalia ile line of contact, ama ule mstari wa mapambano ule ukiangalia ni mrefu sana. Almost kilomita 1500. Refu sana ukiangalia ule mstari katika boda karibu yote. Pale ndipo kama ni eneo kubwa sana wamelichukua. Lakini huku sijui Zaporizhia wapi wame-maintain tu ile line, ni kama wana defend kwamba nyie msije huku, hapa palipofika ndo basi. Isipokuwa baada ya hii oda ambayo ameitoa Putin ya kwamba wanahitaji watengeneze buffer zone. Yani buffer zone, kama tulikopo tumesimama hapa, inabidi tukusukume wewe umbali fulani, labda kilomita 50 mbele, ili tuweze kufanya baadhi ya kutopunguza ile range ya zile artillery, mizinga na baadhi ya vitu vya kwako unavyotumia visiweze kutufikia. Lakini pia hata kama utashambulia drone kwa ule umbali ambao tumekufukuza, tumekupeleka mbali, sisi tutakuwa tuna muda wa kureact na kuweza kuondoa hiyo hatari. Kwa hiyo baada ya hiyo ndo tunaona hata hizo movements zimekuwa nyingi, na maana hata hizi line of control na maana zinaingia kwenye high offensive ili kuyasukuma majeshi nyuma yaweze kusogea kwenye defense position nyingine, na nyie huku mnakuwa mmeshapata ule umbali ambao mlikuwa mnautaka. Lakini sehemu ambayo imeshtua kwenye taarifa yako ni kusema kwamba hata Sumi imekaribiwa kushikwa, mji mkuu. Ukiangalia kwenye ramani, Sumi sehemu ambayo imekaa inakaribiana kabisa na mpaka wa Belarus. Kama haikaribiani basi hata zinashare na mpaka na Belarus, ambapo ni karibu na Kiev. Kumbuka kutokea Belarus ukiingia Kiev ni karibu zaidi. Ndio maana hata kile kipindi Urusi wakati anafanya military build up, watu walikuwa wanaogopa na kusema kwamba Belarus inaweza ikaisaidia Urusi, majeshi yakapitia kwake na yakaichukua Kiev kupitia Belarus. Kwa hiyo unaweza ukaona, kwa hiyo Sumi kama Urusi ataamua anzishe offensive pale, pia na yeye ile inaweza kawa ni karata yake katika meza ya mazungumzo kwamba nina uwezo wa kuchukua maeneo zaidi. Kwa sababu Sumi, ukiangalia Sumi sio eneo ambalo alikuwa analishambulia kwa kasi sana, lakini nadhani pia msukumo wa kuichukua
Sumi inaweza ikawa kwa sababu Sumi kwa upande wa Urusi imepakana na mkoa wa Suja ambao imepakana na mkoa wa Kursk ambao ule wa mkoa wa Kursk tunajua ambacho kilitokea. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kama punishment ya kuendeleza ile offensive ya pale ambayo iliwasaidia wairudishe Kursk. Offensive ni hali ya kuwa katika mashambulizi. Kuna offensive na defensive. Sasa wenyewe Warusi wameingia kwenye ile offensive, wameamua wa maintain. Sasa ile momentum ya offensive ndio imekopa inasaidia maeneo, kwa sababu kama wanakaribia kuchukua mji mkuu wa ule mkoa ama ile capital ya ule mkoa pale, kitovu cha ule mji ambao ni Sumi wenyewe umesema unaitwa, hiyo ni hatari sana, na inaonesha kwamba huyu Mrusi ana nguvu na anashinda, hamna namna, inabidi tukae naye, kwa sababu kuendelea kwa vita ni disadvantage kwetu, kwa sababu tunazidi kupoteza zaidi kulikoni tunavyolinda au tunavyochukua. Kwa hiyo hatuna uwezo wa kushindana naye katika uwanja wa kivita, tukae naye tu chini tufanye maongezi naye. Kwa hiyo mimi nadhani hiyo inaweza ikawa imekaa katika muktadha huo na mantikio. Okay, Smaona cha kuongeza hapo kwenye Dnipro, Urusi kwenye kukaribia watu umiliki. Niambie tu kitu kimoja, watu wasichokijua ni kwamba currently kuna a major offensive ya Urusi wame launch major offensive katika line of contact, na imekuwa successful, imekuwa ina faida. Yani before ya hii major offensive walikuwa wanapigana kama kawaida, lakini sasa hivi wamewekeza nguvu kubwa, waongeza kasi. Kwa hiyo imekuwa imekuwa ina tija nzuri, na ndio maana hata hii operation Web na zinginezo, na hata kipindi kile walipoenda kuichukua Kursk, ilikuwa walitegemea kwamba itapunguza momentum au itaathiri progress ya kinachoendelea kwenye line of contact. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajue tu kwamba kuna major Russian offensive, lakini kwa vile mainstream media ziko upande wa Ukraine, taarifa zinazoongelewa zaidi na zinazokuwa published zaidi, yani mpaka leo hii bado inaongelewa spider web na vitu kama hivyo, kwa sababu of course imekuwa na mafanikio, lakini kama nilivyogusia kwamba kuna makubaliano ya kutokushambulia strategic assets za nchi ambazo ni wanachama wa START Treaty, ndio maana imekuwa ni rahisi kushambulia. Lakini jiulize, kwa nini hawajashambulia bases kama ambazo zinabeba Su-25, Su-35? Kwa sababu zile haziko kwenye START Treaty na ziko very well defended, zinalindwa vizuri. Lakini strategic hizi wameshambulia na wamefanikiwa kwa sababu kimakubaliano hazitakiwi kushambuliwa. Kwa hiyo tutegemea hii michezo itaendelea kutunani, ila Urusi currently yuko kwenye offensive na kwenye battlefield ana mafanikio makubwa. Kwa hiyo tutegemee diversion attacks ambazo zitakuwa zinaendelea, either ni operation kama iliyotokea ambayo ni covert operation kama iliyotokea hiyo spider web, au assassination attempt au vitu kama hivyo. Na tumemsikia siku kadhaa zilizopita akiongelea kwamba Zelensky akisema kwamba Putin atauawa, kwa hiyo huenda pia wakawa wana attempt at his life. Tusishangae tukiona kwamba kuna attempt ambayo imefanyika dhidi ya, kwa sababu mara nyingi watu waga wanaongea alafu we don't pay attention, kumbe huwa kuna ujumbe ambao uko mule ndani. Na kumalizia tu, kuna actually the first operation vertical take off airplane ilikuwa ni ya Uingereza, ambayo ilikuwa ni Harrier, walikuwa ganao ambayo ilikuwa inaweza kumanuva na vitu kama hivyo. So nimesema tu niweke hapo wakati, na nitaka pia nikazie kwamba kuna swali actually, kuna mtu aliniuliza katika Instagram account yangu, baada hata wewe kama bado hujanifollow unaweza kanifollow Chimasubi, CHIMASUBI Instagram, unanifollow hapo. Sasa swali aliloniuliza likopo ni kwa nini Urusi naye asijenge base kama ambavyo amejenga Iran. Kumbuka Sma naye amegusia akasema kwamba Iran wako well protected. Nikasema kwamba Iran ni kwa sababu mazingira ambayo amekuwa anakaa yanamlazimisha, hana mifumo bora ya ulinzi wa anga, hana tunasema, na pia anajua kwamba wapinzani wake wana
jeshi la anga bora zaidi. Huo ndo strength ya Marekani, strength ya Urusi, strength ya Israel. Kwa hiyo unajilinda vipi na haya mataifa? Ipo siku wataweza kuingia na kushambulia wewe, wana uwezo wa kuingiza ndege zao kwako na kuweza kushambulia ndege zako, na unajilinda vipi na hawa watu? Kwa hiyo wengi wanajiuliza hilo swali. Kwa hiyo Iran yeye ameweka tunasema vitu vyake vingi chini ya ardhi, na mimi wasiwasi wangu ulikuwa ni mmoja kwamba kama Israel kwa kile ambacho alikifanya kwa Nasrallah kule Lebanon, ile operation namna alivyofanya, ndege zilihusika nyingi na zikalock katika same coordinates, kwamba jamaa alikuwa chini umbali mrefu sana, lakini iliweza kudondokewa na yale aliweza kuzikwa mule. Shambulizi lilifanyika kubwa na zile bunker. Kama wangetumia njia ile ambayo walikuwa wanatumia, mimi kabisa nilihisi pengine Iran ingeweza ikafanikiwa. Lakini hizi development ambazo nimefuatilia siku za hivi karibuni, naona pia ni ngumu, kwa sababu kwa Iran wao inasemekana wameweka tunasema kama hizo nuclear mpya zinasemwa ziko paka maili 10 na kitu kwenda chini. Maili 10 na kitu sio mchezo kwenda ardhini. Hata tungekuwa ni kilomita 5 tu kwenda ardhini, ni umbali ambao ni mkubwa sana. Kwa hiyo imesemwa hivyo kwamba wameweka umbali mkubwa kiasi kwamba ni impossible, kwamba hata ukishambulia shambulizi moja haliwezi likafanya chochote. Lakini sasa tukirudi kwenye Warusi, wao hawana haja ya kufanya hivyo kwa sababu wana strategic deterrence, yani wana hofu ile ya kimkakati, kwamba kuna hiyo inaitwa MAD, mutually assured destruction, kwamba Marekani anajua mimi nikimpiga Mrusi na yeye atanipiga. Kweli ninaweza nikapiga sehemu zake za muhimu, silos zile, lakini siwezi nikazimaliza zote. Sio silos zote, labda Urusi nzima wana zile ICBM silos labda 500. Marekani ataweza kupiga ICBM silos 500? Hapana. Au mahandaki labda ya vita vya nuclear, utaweza kupiga yote? Hapana. Lakini pia unakuja unaangalia pia submarines, hizo ndo ngumu kabisa kujua zinakuwa ziko wapi. Yani zinakuwa huko chini tu ya ardhi, huko chini ya bahari huko. Submarines ziko nuclear powered, nishati ya nuclear inaweza ikaenda submarine hata miaka 5, haihitaji kuongezewa tena nishati nyingine, haitumii mafuta. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni ngumu sana kujilinda dhidi ya taifa kama Urusi ama taifa kama Marekani ambao tayari lina uwezo wa kujitosheleza wa kinyuklia. Kwa hiyo Urusi ana hiyo deterrence kwamba hamna anayeweza kanishambulia mimi, kwa sababu endapo patatokea mtu kanishambulia mimi na Marekani tumepigana, hapatakuwa na mshindi. Yeye ataumia na mimi nitaumia. Kwa hiyo ndio sababu Urusi alikuwa hana haja yoyote. Na ndio maana hata hivi ili shambulizi limefanyika kupitia Ukraine, ambayo Ukraine mwenyewe ana justification kwa sababu Urusi anashambulia maeneo yake. Sasa na yeye angeshambuliaje maeneo ya Urusi? Hana makombora kama ya Urusi, hana ndege za kivita zinazoweza kuingia kwenye anga ya Urusi pasina kudhurika. Kwa hiyo njia aliyokuwa imebaki ni moja tu, covert operation. Covert operation imefanikiwa, hiyo spider web imeweza kusababisha madhara, lakini swali linakuwa ndio maana hata Putin hakuongea sijui wametuharibia ndege zetu, sijui wamefanya. Hapana, yule naye kalenga shabaha yako kama ambavyo wewe unalenga. Sema sasa tunajua sio Ukraine, ni nani ambao wamefanikiwa, perpetrators ambao wako nyuma ya mgongo wa Ukraine, hao tunawajua. Kwa wao wanaweza kawa wamescore, lakini ndio maana hata Putin kwenye hao mazungumzo alikuwa black and clear kwamba sisi lazima tutajibu na tutajibu. Na ndio maana hata majibu yenyewe inaweza ikawa katika hiyo labda counter offensive. Wanaweza kaamua tu kujibu kwa offensive nyingine kwamba twende tupigane sasa, tuchukue eneo, kwa sababu wao vita haiwadhuru. Wanaweza kuwa na madhara kweli ambayo yanaendelea labda kwenye prices na vitu vingine, lakini uchumi wao uko in control tu vizuri kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna vitu vingi sana. Nitaka tu nikazie hapo. Sawa. Niseme asante sana kwa kuwa nasi kwenye recap, kwenye GPS hii hapa, ambapo of course tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na kinachoendelea Urusi pamoja na Ukraine, lakini kwa maelezo haya umesikia kwamba kumbe bado ngoma ni ngumu sana. So tukutane tena kwenye episode nyingine inayofuata. Mimi naitwa Frederick Bundala. Wasisahau kwenda kwenye app ku download. Yes.
kuna freemium content nyingi za bure. Yani sio kwamba ukitaka kulipia kupata premium content utapata, lakini ukitaka pata za bure kuna The Feed ambayo inatoka kila wiki kila Jumatano, podcast kali, makala yangu ya kisa cha Noah, kisa cha Sodoma na Gomora kwa mujibu wa Qur'an ambayo ni kaumu Lut, kimekamilika, kiko pale, na kuna content nyingi ambazo ni za bure. Kwa hiyo muda wote unaweza ukaingia. Lakini by the way, kuna makala nimetoa kuelezea mainstream media jinsi wanavyopotosha, nimeiweka kwenye, kwa sababu ilizuiliwa isipande YouTube kwa sababu ya copyright, iko kwenye channel yangu ya TikTok DJ Smart 255, unaweza kaenda ukafaidika nayo. Sawa. So hadi tukutane kwenye episode nyingine. Endelea kufuatilia na mengi zaidi yanakuja pia hapa kupitia Simulizi na Sauti ulipoizoea. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.